Ikiwa leo ni Machi 16 ya mwaka 2026, ni takribani miaka mitano tangu kifo cha aliyekuwa rais wa Tanzania wa awamu ya tano, Dr. John Pombe Magufuli, msomi huyu wa kemia. Tangu kilipotokea katika hospitali ya Mzena jijini Dar es Salaam. Sasa katika kuadhimisha miaka mitano ya kifo cha Dr. John Pombe Magufuli ambaye alijulikana kwa jina maarufu la JPM, askofu wa kanisa la Kiinjili na la Kilutheri Tanzania Dayosisi ya Karagwe mkoani Kagera, naye ni daktari wa falsafa Kalikawe Lwakalinda Bagonza ametupitisha katika tafakuri ambayo naisoma kama alivyoiandika kupitia mtandao wake wa kijamii, ambapo anaanza: Wajaluo wametangulia Chato. Kesho tarehe 17 mwezi wa 3 mwaka 2026 inatimia miaka mitano ya kumlilia hayati Rais John Pombe Magufuli. Kimsingi sio maadhimisho ya miaka mitano bila JPM. Hatuna cha kuadhimisha, tuna cha kulilia. Hata ambao hawakumpenda wanamlilia sambamba na waliompenda. Viongozi wetu wako njiani kwenda Chato. Nimesikia Rais Hussein Mwinyi, makamu wa rais Nchimbi, waziri mkuu Mwigulu, makamu wa rais mstaafu Mzee Mpango, waziri mkuu mstaafu Majaliwa, mtani wangu na mfalme wa Bunda Mzee Wasira na wengine wengi watakuwepo. Karibuni sana Chato. Mimi niliishi na kusoma Chato shule ya msingi, lakini pia kuna manne ya kutafakari. La kwanza, nimesikia kuna Wajaluo wametangulizwa Chato kwenda kufanya siasa za kitoto. Bajameni, Chato sio St. Joseph wala Pugu. Kaeni kwa kutulia, maana hapo sio Utegi. Pili, nasikia Wajaluo wanataka kuwagawa viongozi wetu kwa kuwapigia makofi ya bandia ili kufunika makofi ya kweli yatakayopigwa. Ukitaka kumwomba ngiri mafuta ya kujipaka, mwangalie kajipaka nini. La tatu, nimesikia wanajaribu kuingilia itifaki za kanisa na za familia. Wao kila kusanyiko ni siasa. Punguzeni wasemaji. Waliobaki toeni machozi, tuone mlivyompenda JPM. Inatosha na kubaki Wajaluo bana. 4, napenda niwakumbushe mambo manne hapa. La kwanza, hayati JPM alikuwa amtumi mtu, alijituma mwenyewe. Mliotuma Wajaluo, kwa nini msiende wenyewe? La pili, hayati JPM alikuwa tayari kupendwa na kuchukiwa pia. Nyie mnataka kupendwa tu, mnataka kula tu bila dish. Mwambie mtani wa JPM awashauri namna ya kumalizia usemi huo. La tatu, JPM alikuwa anakemea rushwa. Siku hizi rushwa inakemea viongozi. Hata kama unavuta mkwanja, jifanye kuikemea, umwenzi JPM. 4, hayati JPM akukubali kuchonganishwa na wananchi. Viongozi wetu wanajichonganisha wenyewe. Spinning na fitna ni nyingi kuliko umaskini wetu. Semeni kweli mpone na taifa lipone. 5,
Hayati JPM alikuwa mgeni kwenye eneo la haki za binadamu. Viongozi wetu hata kuzisikia zinawakera, mpaka nazo wameziteka. 5. Hayati JPM hakupatanishwa kirahisi na asichokiamini, lakini aliwaheshimu wapatanishi. Tunaelekea kuwatumia wasiopatanishwa ili wafanye upatanisho na maridhiano. Mwisho, Dr. Kalikawe Bagonza anamalizia kwa kusema maridhiano ya taifa letu kwa sehemu kubwa hayahitaji vikao, meza wala posho. Yanatakiwa maamuzi yanayozingatia ukweli, haki na uwajibikaji. Waogopeni wanaotaka kufanya maridhiano kwa kutumia fedha na ahadi za kupeana vyeo. Ni aibu kula posho ili kuzungumza juu ya damu iliyomwagika. Amemaliza Askofu Dr. Bagonza na mimi nimenukuu kama alivyoiandika message yake hii kuwafikia wale ambao anawaita Wajaluo. Kwa kabila lake Askofu Bagonza ni Mwaya na Wajaluo ni watani zake. Kwa hiyo hapa anakuwa anatuma ujumbe kwa watani zake, lakini mambo ambayo ameyagusia kwa ufupi ni swala la kumkumbuka au kukumbuka legacy ya Magufuli aliyoiacha, hasa alivyokemea swala la rushwa na vile vile Magufuli ambavyo alikubali kupatanishwa, hasa viongozi wa kiimani alikuwa tayari kuwasikiliza, naye amewapa ushauri hao anaowaita Wajaluo wawe tayari kushauriwa. Na mwisho, Askofu Bagonza katika alichokiandika amegusia pia swala la kwamba viongozi wameandaa watu ambao watawapigia makofi kwa ajili ya kufuta kile ambacho kilitokea kwenye mazishi ya Polycarp Cardinal Pengo. Sasa hapa ni swala la muda, subiri tuone hiki kama kitaweza kutokea. Naam, kama umeipenda taarifa hii na habari zetu ambazo tunazichapisha hapa Junii TV Online, tafadhali bonyeza kitufe cha subscribe.